Karibu katika chumba cha mkutano wa Berlin. Tuziangazie dakika ambazo Afrika iligawanywa. Hiki ni chumba kimoja barani Ulaya ambacho kilikuwa na mkutano wa hila wa kutathmini hatima ya bara zima la Afrika. Bara ambalo halikuwa husu kinamna yoyote ile. Ndani ya chumba hiki hakukuwa na vita inayoendelea. Hakukusikika milio ya bunduki. Cha ajabu zaidi, hakuonekana Mwafrika hata mmoja. Chumba hiki kilitawala ngozi nyeupe tu. Yaani ilikuwa ni rahisi tu, kwa kalamu, kwa ramani, kwa tafakari na wanaume wachache ambao hawakuwahi kuishi Afrika. Hivi, unajua nini kinaweza kutokea wakati watu wachache wanapokaa mezani na kugawana kile ambacho sio cha kwao? Mwaka 1884, mji wa Berlin, Ujerumani. Hali ya hewa ikiwa ya baridi nje, huku ndani kukiwa na joto la tamaa. Joto ambalo lilidhihirishwa na meza kubwa ambayo juu yake kulikuwa na ramani ya Afrika. Huu mkutano haukuibuka kwa bahati. Mwenyeji wa mkutano alikuwa Mjerumani, ndio maana ulifanyika kwenye mji wake huko Berlin. Aliyeitisha rasmi mkutano huu anaitwa Kansela Otto von Bismarck, kiongozi wa Ujerumani. Lakini nyuma ya pazia kulikuwa na shinikizo kubwa kutoka kwa Mfalme Leopold wa pili wa Ubelgiji. Huko mbele utaona jinsi mfalme huyu atakapokabidhiwa Kongo kama mali yake binafsi. Pia shinikizo jingine la kuitisha mkutano lilitoka kwa Ufaransa na Uingereza. Kwa hiyo Bismarck hakuita mkutano huu kwa mapenzi ya Afrika, bali aliuita kwa sababu mataifa ya Ulaya yalikuwa yanakaribia kugombana wao kwa wao. Kila mmoja alikuwa anakimbilia Afrika kwa pupa. Kwa hiyo mkutano wa kuigawa Afrika ukawa suluhisho pekee la migogoro ya Ulaya. Historia inasema kuwa mataifa 14 yalihudhuria mkutano huu katili, lakini yaliyokuwa ya kipaumbele ni Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Ubelgiji, Ureno, Italia, Hispania. Utaona hapo hakuna hata taifa moja la Kiafrika. Yaani ajabu sana. Afrika ilijadiliwa huku Afrika wenyewe wakiwa hawana habari, wala hakukuwa na mtu aliyehitaji kuwasikiliza. Katika mkutano huo uliopambwa kwa glasi mbalimbali za mvinyo, majamaa yaliketi kwa utulivu yakitazama kwa uchu ramani. Hakuna hata mmoja aliyeuliza watu wanaoishi hapa ni kina nani. Hakuna. Badala yake mistari ikachorwa, mto ukageuzwa mpaka, msitu ukakatwa kuwa nchi, jamii moja ikagawanywa mara 3. Hakuna aliyekumbuka kusema kwamba jamani, hawa ni ndugu. Walichora mipaka kwa urefu wa meza, kwa urahisi kabisa, tena kwa haraka. Kila mmoja alikuwa na lengo: malighafi, masoko, heshima ya dola. Wakati huu Afrika haikutambulika kama ni bara, ilionekana ni fursa iliyo mbele. Mfalme Leopold wa Ubelgiji hakutaka nchi, aliitaka Kongo nzima kama mali yake binafsi. Akapewa, na maeneo mengine yakagawanywa kwa kila mmoja alionyesha nia ya kutaka. Hao jamaa walitumia maneno mazito kuhalalisha ujambazi wao. Walitumia maneno kama ustaarabu, maendeleo, ulinzi, lakini nyuma ya maneno hayo kulikuwa na vitu kama minyororo, kazi ya lazima, damu isiyo na hatia, kubaguliwa, ubaguzi wa rangi na mengine mengi yanayofanana na haya. Kiufupi, hawa watu walichanga karata zao kwa namna ya kitaalamu sana. Yaani mchezo ulichezwa kwa akili moja tu ya kuhakikisha wanazungumza kwa lugha ya sheria. Maneno kama effective occupation, yaani utawala wa kweli. Maneno kama free trade, hasa kwenye mito mikubwa. Maneno kama ending slavery. Lakini maneno kama haya kiuhalisia yaliwekwa tu kama kisingizio. Tafsiri halisi ilikuwa ni atakayefika kwanza akainua bendera basi atatawala. Mkutano ulimalizika kwa maadhimio mengi sana, lakini machache ni haya yafuatayo. Ubelgiji, kama nilivyosema hapo awali, alipewa mfalme, yaani Congo Free State. Si koloni la serikali, bali mali binafsi ya Mfalme Leopold wa pili. Jambo hili ni tanzia ya historia, maana inagusa pia mojawapo ya mauaji makubwa zaidi kuwahi kutokea duniani.
Kwa Ufaransa, wao walipata Afrika Magharibi ya Kifaransa, yaani Mali, Senegal, Burkina Faso na kadhalika. Pia wakahodhi Afrika ya Kati, Chad, Gabon na CAR. Ufaransa ikatawala eneo kubwa sana kwa mkono wa chuma. Uingereza wenyewe walilenga njia ya kutoka Cairo hadi Cape Town. Kwa hivyo walijitwalia Kenya, Uganda, Nigeria, Ghana, Zambia, Zimbabwe, Afrika Kusini, ingawa hii ilikuwa ni baadaye. Lengo lao kuu lilikuwa ni biashara pamoja na udhibiti wa bahari. Kwa Ujerumani, baada tu ya mkutano, wakaingia kwa nguvu kama mchezaji mpya, wakaihozi Tanganyika ambayo leo hii ni Tanzania bara. Pia wakaichukua Namibia, Togo, Cameroon. Utawala wa Mjerumani ulikuwa mkali na wa kikatili, hasa Namibia. Wanakumbukizi mbaya sana na utawala wa Ujerumani. Ureno wao walihakikisha Angola, Msumbiji wanaendelea kupashikilia kwa sababu walikuwepo tangu mwanzo. Kwa hiyo kwenye mkutano walitaka kupewa uhalali wa kisheria. Italia wenyewe walitaka heshima ya dola kwa Eritrea na Somalia katika baadhi ya sehemu, lakini iliposhindwa baadaye ikajitwalia Ethiopia. Hispania ilipata vipande vidogo vya Equatorial Guinea na sehemu za Sahara ya Magharibi, na hiyo ndio ikawa mipaka haramu iliyoamuliwa na wasio wa Afrika, mipaka ambayo hii leo kila Mwafrika anapasa afahamu kuwa haikufuata makabila, haikufuata falme, haikufuata historia, ilifuata maslahi ya Ulaya. Ndio maana ndugu wakawa raia wa nchi tofauti, maadui wakalazimishwa kuishi pamoja na migogoro ikazaliwa. Ukweli wa huzuni ni kwamba Berlin haikuigawa Afrika tu, iligawa jamii, ndugu, historia na mustakabali. Na hadi leo hakuna ambaye anaweza kuamini kuwa tunaishi ndani ya mistari iliyochorwa bila sisi. Kwa hiyo kalamu ilipoacha karatasi pale kwenye mkutano wa Berlin, mateso yakaanza upya, jamii zikagombana, falme zikavunjwa, utambulisho ukachanwa, mipaka ikaanza kuua. Kitu kisichowekwa wazi hata sasa ni kwamba Afrika haikugawanywa kwa sababu ilikuwa dhaifu, iligawanywa kwa sababu ilikuwa tajiri. Sasa tazama, hakukuwa na kura ya Waafrika, hakukuwa na ridhaa, hakukuwa na sauti. Maskini ya Afrika ilihukumiwa bila kusikilizwa, na mpaka leo tunapigania mipaka iliyotengenezwa Berlin. Tunagombania nchi zilizochorwa bila sisi, na bado tunajiuliza kwa nini Afrika haipati amani. Kati yetu hakuna hata mmoja anayetukumbusha turudi kwenye chanzo. Hivi tunaishi ndani ya ramani au ndani ya historia yetu? Naomba nifunge kurasa za simulizi hii kwa kusema mambo machache tu ili yaendelee kubaki kwenye tafakuri zetu. Ukweli ni kwamba Afrika haikufa Berlin, bali ilijeruhiwa, na jeraha hilo bado lingali nasi hadi leo, halijapona. Kilichotokea kule Berlin haikuwa hadithi ya jana wala juzi, ni maisha halisi ya leo tunayoishi. Asante kwa kufuatilia mfululizo wa simulizi hii ya Afrika kabla ya ukoloni. Hivi punde tu taanza kukuletea mfululizo wa historia nyingine nzuri zaidi za watu mashuhuri au matukio makubwa ya kihistoria yasiyofutika kirahisi kwenye kumbukizi ya vizazi. Na hii ndio maana halisi ya simulizi zinaishi. Mungu ibariki Afrika. Amen.